الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله katika lile ambalo amelifanya yule kijana la kumwelekeza mfalme juu ya jambo gani alifanye ili aweze kuiua nafsi yake, na akafanya maelekezo yale mfalme na akathubutu kumuua yule kijana. Katika hili wanasema ahlul ilm yajuzu lilinsani an yugharrira binafsihi يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين. inafaa kwa mja wa Allah tabaraka wa taala kujitolea muhanga nafsi yake katika jambo ambalo kwamba ndani yake kuna maslahi kwa Waislamu, na lile ambalo amelifanya yule kijana ni jihad fi sabilillah, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma ad-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alayh, akasema lianna hadha jihadun fi sabilillah amanat umma, kwa sababu kwa tukio hili ambalo amelifanya yule kijana ni jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameamini watu, amanat umma, kwa sababu ya kujitoa kwake muhanga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa huwa lam yaftaqid shay'a, na yeye yule kijana hakuna alichokikosa, li'annahu mat, kwa sababu yule kijana amefariki, amekufa, wasayamut, na lau asingelifanya lile pia angelikufa ajilan au ajila, angelikufa kwa kuwahi au kwa kuchelewa, lakini kifo kwake kipo. Ayuha nasu ibadallah, kipande hiki cha maelezo haya wameyafahamu vibaya baadhi ya watu ambao hujuzisha katika mapito yao na madhehebu yao masuala ya kujilipua na kuwaua watu kwa kigezo kwamba wanafanya jihad fi sabilillah. Ahlul ilm wanasema haya yanayofanywa na watu leo hii, mmoja wao akajifunga mabomu alafu akaingia sehemu ya mijumuiko ya watu, ima katika usafiri au katika mikusanyiko yoyote ambayo inawakusanya watu, akavaa milipuko na akajilipua, akafa yeye na wakafa watu
kulijalia hili kwamba lafanana na tukio la yule kijana si sawa. ndio maana akasema al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, fa amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-an, ama yale yanayofanywa na baadhi ya watu leo hii min al-intihar, katika lile jambo ambalo kwamba wanaliita intihar. Intihar ni mtu akajiua kwa lengo la kuwaua watu. Watu wenye itikadi hii hufasiri maana ya intihar kwamba huwa qatlul insani nafsahu min ajli maslahati rajiha, ni mtu kuiua nafsi yake kwa ajili ya maslaha. Lakini hakuna maslahi katika haya yanayofanywa na watu leo hii, kujilipua na kuwaua watu katika usafiri, katika mikusanyiko na mijumuiko, na wakalihesabu kwamba hilo ni jihad fi sabilillah. Wamelikataa ahlul ilm kwa sababu maslaha ya yule kijana ni watu waamini, na watu waliamini. Amanatu umma uliamini, watu wote waliamini, wakasema amanna bi rabbil ghulam, tumemwamini mola wa huyu kijana. Lakini masala ya milipuko ambayo huitakidiwa na baadhi ya waislamu leo hii si mambo ya sawa sawa, na mafsada yake ni makubwa ala alfardi walmujtama, kwa mmoja mmoja na kwa jamii. التفجير خطر عظيم ومفسدة عظيمة على المسلمين. مسألة ya kulipua ni hatari, hatari yake ni kuu, mafsada yake ni makubwa ala almuslimin, tena mafsada yake yanawarejea waislamu wenyewe. Haya wameyasema ahlul ilm. Kwa nini itoshe kwamba yule ambaye analiendea tukio hilo akapatwa na ujasiri huo, amejiua nafsi yake ambayo haipo katika milki yake, yeye haimiliki nafsi wala hamiliki chochote katika viungo vyake vya mwili. Wanasema ahlul ilm kwamba insan milkun li khaliqihi wa maulah, mwanadamu anamilikiwa na Mola wake na muumba wake. Kila kitu chako chamilikiwa na Allah. fala yajuzu li ahadin albatta an yatasarrafa fi mulki ghayrihi biduni idhnihi la aqlan wala shar'a. Haifai kwa yeyote kutasarraf milki ya mwingine pasina ruhusa yake na idhini yake. Ikiwa wewe wamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi usitasarraf, usifanye lolote kwa niaba ya mwili wako la hatari au la kadha mpaka uidhinishwe na aliyekuumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah aliyekuumba amekwambia kwenye Qur'an, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala msiziue nafsi zenu, kwani Allah kwenu nyinyi ni mwingi wa kuwahurumia. Sasa vipi unajiua? Kwa maslahi gani? Bali kwa madhara ambayo kwamba hurejea madhara hayo kwa Waislamu. Na hatuyasemi haya kwamba tuyasema haya nifaqan, kwa unafiki, au tuyasema haya kwa uoga, tuyasema haya kwa kuogopa muhali. La, tunayasema haya dinan, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na taratibu zake na misingi yake. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia katika Qur'an juu ya hadhi na cheo ya damu ya Muislamu. Akasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath, humul ladhina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Angalia hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inabainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amechelewesha fathu Makkah
ameichelewesha fathu Makkah, vita au ukombozi wa kukombolewa kwa mji wa Makkah. Ukombozi huu Allah aliuchelewesha. Kwa nini? Kwa sababu ya yale madhara ambayo huenda yangelipatikana kwa baadhi ya waislamu waliokuwa bado wako Makkah, hawajatoka kuelekea Madina. Kwa hiyo lau kama waislamu wangeliingia na jeshi lao wakasambaratisha au wakaingia katika mapigano na makafiri wa Makkah katika ardhi ya Makkah, pia wangeliwadhuru ndugu zao katika imani. Akachelewesha subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya idadi ndogo ya waislamu wanaopatikana katika ardhi ya Makkah. Wanasema ahlul ilm, hawavuki wanaume 7, hawavuki wanawake 2, watu 9, wanawake 2 na wanaume 7 basi, kama walivyotaja baadhi ya mufassirin. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatazama hawa akachelewesha fathu Makkah, pamoja ya kuwa ameshabainisha katika hii aya kwamba hawa makafiri ni washirikina. Akabainisha subhana kwamba hawa washirikina wanawazuilia waislamu kutokamana na kuingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamdhulumu mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawadhulumu masahaba. Akasema subhana, humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil haram, hao ndio wale waliokufuru, ndio wale ambao wamekuzuieni nyinyi kutokamana na kuingia msikiti mtukufu wa Makkah, ambao huo kwenu ni halali, ni haki yenu. wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufa, na wakawazuilia dhabihu wasifike mahala pao. wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla, wakawazuilia dhabihu wasifike mahala pao. Dhabih, wale wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya ibada ya haji, ambao waislamu walikuwa na ngamia 70, wameshika wanyama wao, wanataka waingie Makkah wafanye ibada yao, wawafikisha wale wanyama mahala pao. Mahala pao ni Mina, wanachinjwa Mina. wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla. Alafu Allah akasemaje baada ya kubainisha haya kwamba hawa ni makafiri? Hilo halikumpita Mola wetu subhana, bali anaitakidi kwamba ni makafiri. Wale ni makafiri, humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla. Ma'kufan ay mahbusan an yablugha mahilla. walaula rijalun mu'minun, na lau kama si wale wanaume waumini, wa nisaa'un mu'minat, na wale wanawake waumini. Wako wapi hao? Wako Makkah. walaula rijalun mu'minun wa nisaa'un mu'minat lam ta'lamuhum, ambao nyinyi hamwajui hao. Wako ndugu zenu, nyinyi hamwafahamu. Lau kama lisingalikuwa hili, uwepo wa waislamu hawa wa kiume na wa kike katika viunga vya Makkah, lam ta'lamuhum an tata'uhum, kwamba huenda mkawasambaratisha ndugu zenu katika iman, fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm, mkapatwa na fedheha kutokamana na wao, lakini kwa jambo ambalo mmelifanya bila ya ilmu. Wakakusemeni vibaya kaumu ya makafiri kwamba angalieni mmewaua waislamu wenzenu. an tusibakum minhum ma'arra fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Allah amelifanya hilo la kuchelewesha fathu Makkah kwa sababu ya hawa ndugu zenu, ili msije mkapatwa na idhilali, ili msije mkapatwa na fedheha. fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Ameyafanya hayo Allah liyudkhila Allahu fi rahmatihi man yasha, ili Allah awaingize katika pepo yake na rahma zake wale awatakao. Miongoni mwa hao ni hawa ndugu zenu ambao wako Makkah. Kisha akasema subhana, law tazayyalu ay law tamayyazu
wanfasalu lasallatakumullahu ala al-kuffar, lau kama wangelijitenga wakabainika makafiri ni akina nani, wako wapi, waislamu wako wapi, lau lingelipatikana hili la'adhabna alladhina kafaru minhum adhaban alima. Allah subhanahu wa ta'ala angelikushakizeni nyinyi juu ya makafiri, alafu tungeliwaadhibu makafiri adhabu kali kabisa. Ameichelewesha fathu Makkah kwa sababu ya damu ya waislamu ambao wako Makkah, hawazidi wanaume 7, hawazidi wanawake 2, lakini Allah tabaraka wa taala akaangalia akachunga maslahi na mafsad. Kwa hiyo masala ya waislamu kujilipua yana madhara, yana mafsad, yana uharibifu, hakuna khairi. wa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi almasalih, kuzuia mafsada, uharibifu mahala fulani usitokee, usipatikane, jambo hilo latangulizwa kuliko kufanya jambo lenye maslaha. dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi almasalih, hii ni kanuni katika sharia. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith alitaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anasema alayhi salatu wassalam, kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, kila muislamu kwa muislamu mwenzake haramu damu yake, haramu mali yake, haramu heshima yake, haramu kuimwaga damu ya muislamu, haramu kuchukua mali ya muislamu, haramu kuvunja heshima ya ndugu yako muislamu. kullu almuslim ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. ayuha an-nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni rahim, wa kana bil mu'minina rahima wa huwa latifun biibadihi. Yeye Allah ni mpole kwa waja wake, mwingi wa huruma, kwa huruma zake subhana akakuharamishia wewe usiue nafsi yako, kwa kuwa nafsi yako si milki yako, ni milki aliyekuumba, na haifai mmoja wetu kutasarraf na kutumia milki ya mwingine pasina ridhaa yake na idhni yake. Hilo halikubaliki, si kiakili wala kisharia. Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah na al-Imam Muslim rahimahullah hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qatala nafsahu bihadida fahadidatuhu في يده في نار جهنم يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. anasema yeyote yule ambaye atajiua nafsi yake kwa chuma, akajichoma, akajikita kwa chuma, akaiua nafsi yake, basi chuma chake hicho atafufuliwa nacho siku ya kiyama, atawekwa katika moto wa jahannam, yatawajjau biha, akiwa anajichoma nacho kama alivyojichoma nacho duniani, khalidan mukhalladan fiha abada, atakaa katika mazingira hayo katika moto wa jahannam na kujichoma kwa kile chuma ambacho amejichoma nafsi yake ulimwenguni, khalidan mukhallada fiha abada, milele katika moto wa jahannam. Ikiwa amehalalisha hilo, ikiwa hakuhalalisha hilo duniani akalifanya tukio hilo, lakini hakulihalalisha, atalifanya hilo jambo na hilo zoezi katika moto wa jahannam kwa kitambo kirefu, kisha atatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kama amekufa na imani ya la ilaha illa Allah. Haya ndio wanayosema ahlul ilm. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeyote yule ambaye kwamba atakunywa sumu fakatala nafsa, akajiua nafsi yake kwa sumu aliyoinywa, fahuwa yatahassahu,
fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Kadhalika huyo atainywa tena hiyo sumu katika moto wa jahannam na atakaa milele, ikiwa amefanya tukio hilo kwa kulihalalisha kwamba ni halali yeye kujiua akafilia mbali. Atakunywa hiyo sumu akiwa katika moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Waman taradda min jabalin faqatala nafsahu, na yeyote ambaye atajirusha kutoka juu ya mlima kisha akaiua nafsi yake, lengo lake ni kujiua, akapanda juu ya mlima au juu ya jengo refu liwe ni ghorofa au kadha au mnara au kadha, faqatala nafsa, kisha akaiua nafsi yake, fahuwa yataradda fi nari jahannama, ataendelea kujitupatupa katika moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, atakaa milele humo. Sasa vipi yule ambaye anajiua eti anasema anajiua kwa maslahi ya da'wa, anajiua kwa maslahi ya jihad, hajafaradhishiwa na Allah kulifanya hili? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadith aliyetaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Thabit ibn al-Dhahhak, na kwamba yeye ni miongoni mwa waliotoa bai'a kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara. Alimsikia Rasul alayhi salatu wasallam akisema, na yeyote ambaye atajiadhibu hapa duniani na kitu chochote, udhiba bihi yawm al-qiyama, ataadhibiwa nacho siku ya kiyama. Aliyejiua kwa bastola atajipiga bastola kwenye nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Aliyejiua kwa kujikata kwa mapanga ataendelea kujikata mapanga katika nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Haya yote ni makemeo makali. Masala ya Muislamu kujiua nafsi yake akamtangulia Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya jambo bila ya dalili kutoka kwa Allah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah ndiye aliyetuamuru, bali Allah ndiye aliyetufundisha adabu ya kwamba tusimtangulie yeye wala tusimtangulie Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha samiun alim. Msimtangulie Allah, msitangulize la yeyote mbele ya la Allah, mbele ya la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanaofanya haya hawana fatwa, hawana dalil, hawana mustanad la min kitabillah wala min sunnati rasulillah. Hawana dalil si kutoka kwenye kitabu, hawana dalil si kutoka katika sunna, bali wanafuata matamanio ya shaitan. Iyattabi'una illa dhann wama tahawa al-anfus, wanafuata dhana, wanafuata matamanio, wanaendekeza matamanio yao ya nafsi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.